Almasi wabovu. Lakini wao watu wametufunga mbili wanakuwa wabovu. Kama watu wabovu wametufunga sisi, basi sisi tulikuwa wabovu zaidi. Lakini tumerekebisha makosa ambayo tulifanya kule, tumekuja hapa, tumefika, tumepambana, tumerudisha goli zile mbili kama ambavyo walifanya wao kwao. Lakini imefika hatua ya penalti. Wenzetu wamepoteza penalti kadhaa na sisi tumeweza kushinda, jambo zuri. Kupoteza penalti na kushindwa kupata matokeo mazuri ndani ya dakika 90 na Simba kufuzu, ina maana kuna mapungufu ambayo Simba alikuwa umeyaona kwa namna moja ama nyingine. Wapi Simba warekebishe? Of course utulivu kwenye scoring, kwa sababu tumepata nafasi nyingi za kufunga lakini hatukuweza kuzitumia vyema. Lakini nafikiri kwa sababu mbili, moja tension, kwa sababu tulikuwa tunacheza tukiwa nyuma na goli mbili, lakini kiwanja hakikuwa rafiki sana kwenye kucheza. Walikuwa wanateleza muda mwingi na nini, kwa hata maamuzi hayakuwa mazuri sana. Lakini wameweza kupambana na kupata zile goli mbili kwanza. Baada ya kurudisha goli mbili tumeenda kwenye penalty. Tumefanya vizuri, ni jambo jema, tunashukuru Mungu. Lakini naamini kabisa kwenye hatua ya nusu finali, nafikiri kama tutakuwa tunacheza na Zamalek, tutaanza nyumbani au tunamalizia kule. Kwa hiyo tujipange vizuri kupata ushindi nyumbani, ili mradi tukaenda kwao tukamalizie kazi wenye pesa. Lakini tukianza nyumbani kwa kufungwa au kupata idadi ndogo ya magoli, tukirudi kule kwa wenzetu, kwa sababu wanacheza kwao, na unajua Waarabu wakiwa kwao inakuwa shida kidogo, itatusumbua. Lakini tunatakiwa tuwapongeze viongozi na wachezaji kwa kazi nzuri waliofanya na hatimaye tumepata ushindi. Kama kocha, kitu gani unakiona ni kizuri kwa Musa Penpin Kamara kwa upande wa goalkeeper? Ameleka penalti, kitu ambacho mwingine ameshindwa kufanya. Kwa hiyo amefanya vizuri na ndio maana tumeweza kupata ushindi. Ubora wake unautazama kwa namna gani? Ni kipa mzuri kwa sababu sisi leo tumeshinda mbili, wao hawakupata goli, maana yake katoka na clean sheet. Tumekuja kwenye penalti, kafunga goli moja, magoli mengine ameokoa. Kwa hiyo ni kipa mzuri ambaye ameweza kuisaidia. Makipa wengine unadhani wanataka kujifunza kitu gani kwa Pinpin? Sasa itabidi walimu wao ndio watajua kitu gani cha kuwafundisha. Mimi kwa sababu sikai nao, sijui weakness zao wala nini. As long kila mwalimu yupo kwa ajili ya kusaidia timu yake, kila mtu ataangalia ile ambalo lina uzuri, atalirekebisha kwa wachezaji wake, ile baya atalipotezea mbali. Unafundisha lakini makipa wa timu ya taifa? Hapana, mimi sifundishi. Tuna kipa, kocha wa makipa. Sisi tunafundisha technique na tactics. Sasa hivi mpira umebadilika, mpira uko kisayansi zaidi. Asanteni sana.